Katika tamaduni tofauti tofauti duniani kote, bado kuna watu wanaoishi kwenye mfumo wa ndoa ya wake wengi, na jambo hilo linakubalika kabisa. Hata hivyo, nchi nyingi sana duniani kisheria haziruhusu mwanaume kuoa wake zaidi ya mmoja. Kwa upande mwingine, utakuja kugundua kwamba karibu makanisa yote hawaruhusu kuoa mke zaidi ya mmoja, lakini katika kanisa la Eglise Primitive Tucinia linaruhusu kuoa mwanamke zaidi ya mmoja. Na hayo sio maneno tu, bali tumeweza kushuhudia mambo hayo kwa macho yetu wenyewe. Najua utakuwa unakumbuka vizuri sana, kuna harusi ambayo tulishawahi kuhudhuria ya mchungaji mmoja hivi ambaye anaishi Kivu Kaskazini huko Bukavu, ambaye alioa wanawake 3 kwa siku moja. Jina lake alikuwa akiitwa Zagabe Chiluza. Leo tumeamua kurudi tena nchini Kongo. Tuko katika mji wa Goma kukutana na mwanaume anaitwa Prosper ambaye anaoa wanawake 3 kwa wakati mmoja. Unaweza ukajiuliza, ni kwa nini ameamua kufanya hivi? Kwa nini hawa wanawake wasiolewe na wanaume wengine na kila mtu awe na wakwake? Je, kuna uhaba wa wanaume katika eneo hili? Ni dhehebu gani la Kikristo ambalo lingeruhusu mwanaume mmoja kuoa wanawake 3 tena kwa wakati mmoja? Kanjira Prosper. Jina langu ni Prosper. Tuko hapa katika kanisa la Primitive ambalo lipo katika mji wa Goma, na ninaenda kuwaoa wanawake 3 kwa wakati mmoja. Kilichowafanya wakubali kuwa wake zangu sio nguvu za kiume wala mambo ya kishirikina, bali ni imani thabiti sana katika neno la Mungu kwa namna linavyosema. Maana yake ni kwamba kila mwanamke duniani anatakiwa awe na mume mmoja tu, lakini mwanaume sio lazima awe na mke mmoja. Mwanaume anaweza kuwa na wanawake hata 10, kwa sababu tukisoma katika kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 14 hadi wa 16, kipindi Hawa alipokuwa anatenda dhambi, Mungu alimwambia kwamba kuanzia sasa mwanaume atamtawala. Hili pia linapatikana katika kitabu cha Kutoka 21 mstari wa 10, ambapo inasema kwamba kama mwanaume anataka kuoa mke mwingine, anatakiwa atimize mambo 3. Aendelee kumpatia mke wa kwanza mahitaji yake kama vile nguo, chakula na kumpa haki ya kulala naye. Sio lazima mwanaume huyo awapende wote kwa kiwango kile kile, kwa sababu hata Mungu mwenyewe hatupendi sote kwa kiwango sawa, wala hakuna amri kutoka kwa Mungu inayosema kwamba uwapende wake wako wote kwa usawa. Kuishi bila kuoa sio dhambi. Ndoa ya mke mmoja sio dhambi, na poligami nayo pia sio dhambi. Unachagua ndoa ya kuishi na mke zaidi ya mmoja kulingana na uwezo wako mwenyewe. Wanawake hawa majina yao ni Shekina, Jeni na Ushindi. Wote wanashiriki jina moja la ukoo la mume wao ambaye leo anaenda kuwaoa. Jina langu ni Jenny Prosper na ninaenda kuolewa na Prosper leo. Kwa utayari wa moyo wangu kabisa, nimekataa kuzeekea nyumbani. Nikasema ni bora kabisa kuingia kwenye ndoa ya wake wengi kwa sababu Biblia inakubali pia. Jina langu Shekina Bya Mungu. Jina langu ni Shekina Prosper. Girlfriend wa kwanza wa Prosper alikuwa akinipenda sana, na alikuwa akiniuliza kwamba nitampenda mpenzi wake kama yeye anavyompenda. Mimi nikasema ndiyo, na ndio maana leo tumeamua kwenda kufunga ndoa wote 3 kwa pamoja. Mimi naitwa Ushindi Bya Mungu. Jina langu ni Ushindi Prosper. Wakati mwanaume huyu aliponifuata na kuniambia kwamba ananipenda, kiukweli nilifurahi sana. Yaani nilikuwa na furaha isiyoelezeka kabisa, kwa sababu kupata mtu anayekupenda kweli ni neema kubwa sana kutoka kwa Mungu. Neema kwa kupata matakupenda. Wengine batakritike, wengine meba mingi vraiment banabali apudi. Watu waliokuwa wananiunga mkono walikuwa ni wengi sana kuliko wale ambao walikuwa wakinipinga. Wengi wao walikuwa wakiniambia kwamba ni lazima wafike kwenye kanisa ambapo mimi ninasali, na walikuwa wakisema kwamba kanisa ninalosali ni kanisa lenye imani kubwa sana. Biblia haiwakatazi wanaume kuoa wake zaidi ya mmoja. Yaani hata kama utasoma kutoka Mwanzo hadi kitabu cha mwisho ambacho ni Ufunuo, hautakuja kuona mahali popote pale ambapo Mungu amesema kwamba ni vibaya mwanaume mmoja kuoa wake zaidi ya mmoja. Ndani ya Mathayo 8:11 que Abraham est au ciel, kwamba Abrahamu iko mbinguni. Abrahamu était polygame. Amen. Yakobo aussi était polygame. Yakobo pia alikuwa na wanawake wengi. Il est au ciel, iko mbinguni. Huyu
Huyu ni Pastor Profesa Dr. Bufole Maseli, ndiye atakayefungisha ndoa ya Prosper na wake zake watatu. Jambo ambalo linaenda kutendeka sio kusema ni maneno tu, bali ni vitendo, kwa sababu yeye pia amefanya hivi hapo awali. Kama unavyoona, hawa ni wake zake na bado anataka kuongeza wanawake wengi zaidi. Jina langu Naomi Wema. Jina langu ni Naomi Wema na bado mimi ni msichana, bado sina mume. Niko na mchumba na tunapanga kuoana. Mchumba wangu tayari ana mke mwingine, hivyo mimi nitakuwa mke wake wa pili, kwa sababu tutaoana hivi karibuni tu. Ikiwa mume wangu atataka kuoa mwanamke mwingine zaidi, nitamuunga mkono awe na mwanamke mwingine yoyote yule ambaye anataka kumuoa. Hata kama tukiwa sisi watatu, tunaweza kukaa chini na kupatana na akaongeza wake wengine zaidi atakaowataka. Hata Biblia tu yenyewe imeruhusu jambo hilo. Mimi ninaitwa kwa jina la Yohanan Ntibarikure Ndabahariye Vianney. Jina langu ni Vianney na mimi ni mchungaji ambaye nimekuwa nikihubiri Injili. Nina wake 4. Nimekuwa nikisapoti sana wanaume kuwa na wake zaidi ya mmoja, kwa sababu hata Biblia tu yenyewe imeruhusu jambo hilo. Kwa sababu Biblia ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, Mungu aliumba kila kitu kisha akaja akamuumba Adamu. Kisha ukisoma sana kwenye kitabu cha Mwanzo utakuja kugundua kwamba Mungu alishawahi kusema kwamba tunatakiwa kuzaa na kujaza dunia. Na baada ya Mungu kumuumba Hawa, Adamu alipomwona tu, kiukweli alifurahi sana na aliweza kumuita mama wa vyote vinavyoishi. Hivyo Hawa alitembea huko Edeni na akagundua kwamba shetani alikuwa amemtayarishia nyoka ili aweze kumdanganya. Mwishoni kabisa nyoka alimuuliza, je, kweli Mungu alikuzuia kula matunda ya mti wa katikati? Na baada ya Hawa kushawishiwa, hapo ndipo alipokuwa amejiingiza kwenye mtego. Kitendo cha yeye kukubali kuzungumza na nyoka tu, hakuwa anaelewa kwamba nyoka alikuwa akitaka nini, lakini nyoka alikuwa na misheni yake ya kufanikisha. Hawa alianza kumwambia nyoka kwamba waliruhusiwa kula matunda yote isipokuwa kula tunda kutoka kwenye mti wa kati. Nyoka kisha akamwambia Hawa kwamba Mungu aliwadanganya, kwa sababu alijua kwamba kama endapo mtakula matunda ya huo mti, basi nyie mtakuwa kama Mungu na hamtakufa, na pia utaanza kuumba na kuwa na nguvu kama za Mungu. Ukisoma kwenye hiyo sehemu utakuja kugundua kwamba panafundisha namna nyoka alivyompa Hawa matunda ili waweze kula, lakini usiyachukulie maandiko kama unavyoyaona. Jambo kubwa ambalo lilikuwepo pale ni kuzini, kwa sababu kwa akili ndogo tu, hebu fikiria, mtu anawezaje kula matunda alafu akajikuta yuko uchi, au mtu kula tunda alafu akajikuta amedhurika? Na ukizidi kusoma huku ukiwa unaongozwa na Roho Mtakatifu, utakuja kugundua pia Hawa hakuwa amelala na Adamu hapo awali, na hapo ndipo nyoka alipopewa adhabu ya kuhama kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa kutumia tumbo. Na Hawa pia aliweza kuadhibiwa kwa kupoteza mamlaka yake kutoka kwa mumewe, na hapo Mungu ndipo alipoanzisha mfumo wa mwanaume mmoja kuwa na wanawake zaidi ya mmoja. Yaani hata ukiangalia kwa wanyama ndivyo anavyoishi, kwa binadamu ndivyo tunavyoishi. Mko ba journaliste, mnaelewa vitu mingi. Nyinyi mmesoma habari nyingi sana na mnajua kwamba idadi ya wanawake duniani ni kubwa sana kuliko ile ya wanaume. Hivyo basi, ikiwa wangeendelea tu kukaa wakiwatazama wanaume, wewe unahisi dunia ingefikia wapi mpaka sasa? Lakini kama watakuja kanisani kwetu na kutaka kuolewa, wanaweza kupata watu wa kuwaoa na wakawatunza vizuri tu. Na kama endapo wanawake watazidi kukataa mfumo huu wa kuolewa kwa wingi, basi itafikia kipindi watasema wanachotaka wao ni kuolewa tu. Watakuwa tayari kujihudumia kwa kila kitu. Na kama we ni msomaji mzuri wa Biblia, najua kabisa hauwezi kupinga jambo hili. Baada ya muda tuliweza kurudi tena katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu tulikuwa na shauku kubwa sana ya kutaka kujua familia ya Bwana Prosper inaendeleaje. Ndio kazi mimi nafanyaga hii ya kukata moto na kurudisha moto. Ndio kazi tu hii. Mimi natumikaka, ndio yenyewe nililishia watoto na wasomesha. Tuliweza kukutana nao wakiwa na furaha isiyoelezeka. Yaani mbele ya mwandishi wetu wa habari walikuwa wameshikana mikono. Karibuni nyumbani. Kama kawaida, mimi ni Prosper na kama mnavyofahamu nina wake 3 na wote kwa pamoja ninaishi nao nyumba moja tukiwa na watoto wetu. Wake zangu wote wananipenda na ninachoshukuru Mungu ni kwamba ndoa yetu tuliweza kufungia kanisani na wote hawajawahi kupunguza mapenzi yao kwangu. Kumekuwa na sheria ngumu sana hapa Kongo kwa mwanaume mmoja kuoa wanawake 3 au wanaume zaidi ya 2 kuoa mwanamke mmoja, lakini naweza kusema kwamba binafsi mimi kuishi na mwanamke mmoja siwezi. Hivyo swala la mimi kuwa na stresi nimeshasahau kabisa.
Jina langu Shekina Bia. Jina langu ni Shekina. Mimi na wake wenzangu tunaishi kwa amani, tena kwa neema ya Mungu. Watoto wetu pia wanashirikiana vizuri sana, na kama endapo mtoto wa mwenzangu atafanya kosa, basi na mimi pia ninaweza nikamchukulia hatua, na wala haiwezi kuleta shida yoyote. Na vivyo hivyo, hata kama wa kwangu atafanya kosa, basi ni jukumu letu sote kuweza kumrekebisha. Kosa ambalo litafanywa na mtoto yoyote linagusa mioyo yetu, na tunalisimamia jambo hilo kwa pamoja, na ndio maana tunajitahidi sana kuwalea watoto wetu kwa pamoja, tena kwa malezi mazuri. Sote tunaishi nyumba moja, tunatumia jiko moja, meza moja, lakini kila mwanamke ana chumba chake na watoto pia wana chumba chao. Wakati wa kula, wake wote hukusanyika kwenye meza moja pamoja na mume wetu, na tunawagawa watoto katika makundi kulingana na umri wao. Kwa majina naitwa Ushindi Bia Mungu. Jina langu ni Ushindi. Mimi ni mke wa 3, lakini siwezi kusema mimi ndo mke wa mwisho, kwa sababu kuna kesho au kesho kutwa huenda mume wangu akaongeza mwanamke mwingine. Ni haki yake, kwa sababu hana kikomo cha wanawake anaopaswa kuwa nao, na sisi tumeshamruhusu kabisa. Na kama endapo nitakutana na msichana mwema na nikampenda, basi nitaweza kuongea naye au kumshawishi aweze kuolewa na mume wangu. Mie jina langu Katungu Jani Bia Mungu. Jina langu ni Jeni. Sitakuwa na wivu, kwa sababu ni haki yake mume wangu kuwa na wake zaidi anaowataka, na kama endapo ataongeza mwanamke mwingine nitachukulia jambo hilo kawaida tu. Mwanaume hapendi mwanamke kwa ajili ya kumuoa tu. Hapana, mwanamke ni msaidizi. Lazima umuoe ili akusaidie kwenye kazi na kulea watoto. Nina shamba kubwa sana hapa. Kama ningelipa mtu aweze kujishughulisha kulihudumia, kiukweli ingekuwa nimetoa pesa nyingi sana, lakini kwa sababu nina familia kubwa, wote wamekuwa wakishiriki kufanya kazi mbalimbali hapa shambani kwa wakati mmoja, jambo ambalo linaokoa pesa zetu nyingi sana. Kuolewa na mwanaume anayeamini ndoa za wake wengi kuna furaha nyingi sana ndani yake. Na kama endapo nikiugua, sipati shida ya kuanza kupiga simu nyumbani eti niletewe mtu wa kuweza kunihudumia. Badala yake, ninapougua tu huwa wake wenzangu wananipeleka hospitali na kunihudumia kwa kila kitu. Nadhani mnajua changamoto za ujauzito. Unapokuwa mjamzito ni lazima upate mtu wa kuweza kukusaidia, kwa sababu sitaweza kufanya kila kitu peke yangu. Lakini kwa kipindi hiko mke mwenzangu atafanya kila kitu, atamhudumia mume wetu kitandani na mambo mengine mengi tu, na mimi ninaweza nikapata muda mzuri sana wa kupumzika. Mimi naita jina ya Zawadi Bufole. Jina langu ni Zawadi. Ujumbe ninaotaka kuwapa wake wenzangu na wasichana wote duniani ni kwamba waamini neno la Mungu, kwa sababu Mungu anasaidia ndoa za wake wengi. Kila kitu kimeandikwa kwenye Biblia, kwa hiyo ni vigumu sana kumzuia mwanaume kuwa na wake wengi zaidi. Hata hivyo, endapo kama ukimzuia mume wako asioe wake wengine, basi atakuwa ni mtu wa starehe sana kwenye maklabu na kwenda kufanya zinaa, jambo ambalo linaweza kuhatarisha afya yenu na hatari nyingine nyingi tu. Kwa hiyo ni bora kumruhusu mume wako alete mwanamke mwingine nyumbani ili muweze kuishi kwa furaha na afya tele. Mpenzi mtazamaji, wewe una lipi la kusema juu ya ndoa hii? Kama ungekuwa ni mwanamke, ungekubali kuolewa na Prosper? Tukiwa kama Afrimax tunaitakia familia hii furaha na upendo siku zote za maisha yao. Mimi ni Francis na hii ni Afrimax Swahili. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu.